Hamis Kanali, Mnyama anapaswa goli kwa sufuri. Wewe ambaye ulikuwa pale uwanjani, nini kilifemea kwenye mbinu za Fadlu Davis? Kwanza mimi nashukuru Mungu kuweza kusafiri kwa mara ya kwanza. Nilikuwa natamani zaidi kuweka historia ya walau robo finali kuanzia kwenye first leg. Imekuwa ni ngumu sana kuona mtu anasafiri kwenda kushuhudia mechi, lakini pia kuangalia kitu gani ambacho wenzetu labda wanacho nje ya uwanja, ndani ya uwanja na mambo kama hayo. Lakini nimepata faida zaidi kwa sababu nimeona wenzetu namna ambavyo wameendelea, hasa katika eneo la ushangiliaji. Mashabiki wale wanashangilia sana na wanaadikiza muda ambao mpira huko kwa Simba wao wako moto. Lakini mwisho wa siku nilijaribu kuangalia kwa Simba, nikaona kuna kitu ambacho kimepungua mara baada ya, unafahamu Simba hajacheza muda mrefu kwenye ligi, na mara baada ya kucheza na Dodoma Jiji hawakucheza mechi, walikuja kucheza na mechi kwa upande wa CRDB Federation Cup na wakafanikiwa kufuzu hatua ya robo finali. Lakini mara baada ya hapo hawakupata mechi yote ya ushindani. Kwa hiyo ile kama vile imeenda kuwatafuna katika ile mechi, kwa sababu walianza kwa tempo ya chini sana. Kama uliangalia kipindi cha kwanza Simba walikuwa wanatembea uwanjani, yani huoni kasi ya Simba ile ambayo tumezoea kuiona. Lakini the more muda unaendelea kusogea, walianza kugain momentum na nikaanza kuona Simba ile ambayo tulikuwa tunataka kuiona. Katika maeneo machache ambayo Simba pengine iligaribu kipindi cha kwanza ni katika eneo la kiungo, misunderstanding kati ya Ngoma na Kagoma. Mpira unafika, unapigwa shuti ambalo linampoteza goalkeeper Musa Pinpin Kamara. Mpira unapigwa alafu unadunda mbele yake, anashindwa kwenda. Lakini kabla hata ya mechi kuanza, wakati wa warm up, mimi jicho langu waga linaangalia sana, nikasema Musa Kamara kwa namna ambavyo namtazama, ukimtazama tu physical body language yake unaona bado mwamba hajakamilika, hajakuwa na utimamu wa 100%. Lakini bado Simba wakaona ni mchezaji muhimu, labda kwa sababu ana hiyo experience wakampa nafasi ya kucheza. Na hata mpira ulipopigwa, ile goli ilipofungwa, Musa Kamara yule kwenye utimamu wake lazima ungeona namna ambavyo angesprint, angeenda kupunch ule mpira, lakini alijaribu kwenda akaishia pale alipoishia, mpira unaingia kambani. Lakini kwa matukio mengi sana, 1 against 1 nyingi ambazo unaona kuna mistake nyingi, hayuko na ile sharpness yake. Kwa hiyo bado mwamba hajakamilika kwenye utimamu wake. Nafikiri anaweza regain haraka zaidi kuelekea mechi ya tarehe 9. Lakini kingine ni kwamba ubinafsi kwa upande wa Simba, ukweli lazima useme, wachezaji wa Simba wengi wamekuwa na ule ubinafsi. Chance ilikuwepo kipindi cha kwanza, kuna nafasi Elim Panzo aliingia hadi kwenye 18, anataka kutibo, anapigwa kiatu nje ya 18, watu mpira unatolewa na kuwa ni goal kick. Lakini unaona Jean Chaza huwa anapata chance nzuri sana ambayo pengine angetoa pasi. Kibu alikuwa katika eneo zuri, Ateba alikuwa katika eneo zuri, lakini yeye akataka kufunga mwenyewe. Kwa hiyo wanasema wataalamu, hii michuano ya kimataifa hasa katika hatua ya knockout stage, hakuna haja ya kusema individual, mimi nifunge mimi. Kwanza hakikisheni timu inapata matokeo, baada ya hapo ndio kila mchezaji anaweza kutengeneza rekodi zake. So to me nafikiri Simba bado anaendelea kuwa na ule uchoyo, kwa maana ubinafsi. Ndio maana mzee Azim Dewji aliongea kwenye interview yake akasema anataka apate nafasi walau wachagize kuhusiana na namna ambavyo pia wale wanaotoa assist pia wapate tuzo zao, kwa maana kuna baadhi ya wachezaji kwa sasa wameanza kuwa wagumu kutoa assist pia, hasa mechi inapokuwa ngumu namna ile. Kwa hiyo kwangu ule ubinafsi ule wa cost, kwa sababu alipofungwa goli baada ya hapo sasa ndo nafasi zikaanza kutokea. Kwa nafasi moja Shomari Kapombe inapigwa, tuko jukwani, of course mashabiki wa Simba wengi walitoka Misri, wana view, walikuwa pale wanashangilia, wananikiza sana. Ile nafasi inatokea, Shomari Kapombe alikuwa anajiandaa kushuti, lakini kuna mchezaji alipita mbele yake akawa amempoteza maboya. Badala ya kushuti akawa ameuparaza, yeye mwenyewe akashika kichwa. Nini kimetokea pale? Kwa hiyo ukiangalia ni kama vile kuna kitete. Wachezaji wa Simba wengi walikuwa wanapoteza nafasi. Kuna nafasi ambayo Simba walipata, ilipigwa, goalkeeper akagonga kichwa karudi. Hakuna ule utayari wa wachezaji haraka zaidi kwenda kumark na kuweza kufunga. Na inanikumbusha kitu, kama Lionel Ateba na washambuliaji wengine wa Simba watakumbuka na kurejea video za Medi Kagere za miaka 5 nyuma, inaweza kuwasaidia sana. Medi Kagere alikuwa ni clinical finisher, alafu alikuwa anafuatia matukio yake. Yaani tukio likitokea lazima afuatie hadi mwisho, kwamba anything can happen, inaweza mtu akatema, ikatokea la kutokea akafunga. Lakini kwa sasa Simba wakipiga wanasubiria. Unaona ile tukio inamgonga goalkeeper akiwa mikono iko mbali, amegonga kwa kichwa, lakini hakuna mtu akwenda kumaliza. Lakini kingine ni Lionel Ateba, of course ni mchezaji pekee ambaye baada ya mechi kuisha, maki nilikuwa hoteli Simba alipofikia muda wa chakula, katika wachezaji ambao walikuwa na stress, dimbwi la mawazo ni Lionel Ateba.
Huku nje watu wanaweza kusema labda jamaa anafanya masiara na nini, labda hajali, lakini kuna kitu kinamtafuna yule mwamba. Yaani nafikiri anahitaji wana saikolojia kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu hana furaha. Mara baada ile mechi kuisha, lawama nyingi sana yeye ndo alibebeshwa, kuanzia na mashabiki, nafikiri hata viongozi, hata kocha alipokaa naye, kwa sababu kocha alipandisha hasira sana kwamba kitu gani anakifanya, kwa sababu Ateba anawekewa mipira nyingi sana kwenye njia, lakini namna anavyogeuka anapata wakati mgumu sana. Unaweza kusema treni inageuka, treni ya kutokea wapi? Kariakoo. Ya Kariakoo kwenda wapi? Na Pugu. Paka Pugu kibugu gani ile? Yaani ile treni, yaani anazunguka hivi kama treni ile mzito sana. Yaani hayuko na reaction ya haraka. Kwa hiyo nafikiri anapaswa kubadilika. Kingine ambacho nimekiobserve ni kwamba kocha Fadlu, hii sasa nafikiri ni mara ya 5 naisema, hii ni michuano ya kimataifa. Simba anahitaji kwenda hatua nusu finali. Ameenda robo finali 4 za CAF Champions League, 2 za Confederation Cup. Msimu huu Simba kwenye rekodi ukiangalia, kabla ya michuano hii ya kufika hatua robo finali, Simba amepoteza mchezo mmoja tu na sare moja. Ameshinda 4. Kampiga Al Ahly Tripoli. Tumi ndio ilikuwa timu ngumu zaidi kuliko Al Masry. Lakini ameenda kukubali kuruhusu goli 2 ugenini, kitu ambacho watu wengi hawajatazamia. Hata wale jamaa Al Masry walikuwa wanaokia Simba kuliko kitu chochote kile, lakini ndio zile chances zimetokea, wanajua namna kutumia, wametumia, lakini mwisho wa siku Fadlu Davis anachelewa sana kufanya maamuzi kwenye sababu zake. Usitaki kuniambia kwamba Deborah Fernandez Mavambo hawezi kucheza. Usitaki kuniambia sasa hivi kwamba Mkwala Dese hawezi kwenda kuchukua nafasi ya Lionel Ateba na kwenda kufanya jambo. Ana huo uwezo mkubwa sana. Na uliona alipoingia dakika chache zile, alianza kuwavuruga, ndio hivyo tu nafasi hajazipata. Light angekuwa anapata nafasi ambazo alikuwa anawekewa Ateba. Mimi Mkwala namwamini sana kwenye kutana. Kwanza angalia mara 2, anaangalia kipa amekaa wapi anaweka. So tu mimi nafikiri kocha ana haja ya kufanya mabadiliko pale ambapo mchezaji hampi kile ambacho anakihitaji. Hata kama dakika 20, brother, hii ni michuano ya kimataifa. Simba waliteseka dhidi ya RS Berkane, walishindwa kwenda hatua ya nusu finali, na Berkane walifika hadi finali wakachukua ubingwa. Simba dhidi ya Kaizer Chiefs walipigwa goli 4 kwenye aggregate, huko akampiga 3 akashindwa ile moja tu. Na wale Kaizer akafika hadi finali. Simba dhidi ya Orlando alienda kupiga goli nyingi, wakashindwa kusort kwenye aggregate. Baadaye ukizungumza Kaizer Chiefs walikuwa na watu kweli kweli, Orlando walikuwa na watu, Berkane ya moto. Sasa leo Mungu amekuletea Al Masry ambaye naye ukiangalia ni tia maji. Katika Waarabu ambao nimewashuhudia mimi kwa miaka ya karibuni, Al Masry hawatishi. So kama watashindwa kufuzu kwenda nusu finali, of course Simba hawatakuwa na kitu cha kuambia mashabiki. Hawatakuwa na kitu cha kuambia Watanzania, kwa sababu Mungu amewaletea Al Masry hawa hapa. Hawana rekodi nzuri msimu huu kwenye michuano ya kimataifa. Wewe angalia ameshinda mechi gani zaidi ya sare ambazo amezipata. Kwa hiyo nafikiri kipindi cha pili ambacho Simba alicheza pale katika uwanja wa Suez Canal, kama wataenda kuapply nishati ile na wakatumia zile nafasi ambazo pengine walikuwa wanazipoteza, yule jamaa kipindi cha kwanza anakufa goli 3. Ni mweupe. Mimi nilikuwa namwangalia, ni mweupe brother. Yaani huko kwako kurudi nyuma.